ni shai ama leo Simba anakwenda tu kujiokotea mtoto mdogo huyo? Haiwezi kuwa kirahisi. Unajua mechi ya mpira wa miguu kuna muda kwenye uhalisia tukienda unaona mezania kwa upande wa Simba. Yaani always mechi inakuwa iko kwa Simba, ila kile ambacho kinaenda kutokea uwanjani ndio kinakuja kuwa tatizo. Yaani huenda Simba anaweza kaenda labda ameichukulia mechi rahisi zaidi, lakini unafika uwanjani mechi inakuwa tofauti na pale ambako wewe ulikuwa unafikiria. Kwa hiyo bado mimi naiona ni mechi ya mchezo wa mpira wa miguu, chochote kinaweza kutokea, ila bado advantage iko kwa Simba. Aina ya timu walionayo, umetoka kumzungumza hapa Okajefa, ni mmoja wa wachezaji ambao wapata nafasi ya mara kwa mara ya kucheza, ila bado quality na vitu vingi ambavyo yuko navyo huwezi kuvikompea na wachezaji wa TMA. Tunazungumza mtu kama Debro Fernandez hapati nafasi ya mara kwa mara, ila bado quality alionayo huwezi kompea na wachezaji wa TMA. Tunazungumza Dese Mkwala ambaye pia amekuwa anakaa kwenye mbao ndefu muda mrefu, bado quality yake inakupa ubora. Kwa hiyo unaona Simba ina wachezaji wengi wazuri ambao huwezi kuwafananisha na wachezaji wa TMA. Ila kikubwa ni hiyo commitment kuelekea kwenye mchezo wenyewe, performance za wachezaji kwa siku hiyo zitakuwaje, kwa sababu unaweza ukao na wachezaji bora ila hawafanyi vitu bora. Hilo ni tatizo lingine. Kwa hiyo tunaamini inaweza ikatokea surprise ya football na vitu vikatokea, na pia watu wanaweza wakaenda wakatumia tu ubora walionao, uzoefu wa mashindano, wakafanya vitu vyao vile vya ambavyo wamekuwa wanafanya kila siku. Kwa hiyo mimi upande wangu bado na nafasi iko kwa Simba na wanaweza kupata matokeo zaidi ya goli 2 na kuendelea. Kabisa wanaweza wakapata matokeo ya ushindi zaidi ya goli 2 na kuendelea. Huyo ni Evans akichagiza kwa upande wake, lakini nielekea kwa kamanda Jeffrey. Kamanda, tunafahamu kabisa kwamba coach Fadlu anafahamu kabisa kwamba kikosi changu cha kwanza ni wachezaji hawa. Lakini hii michuano pia inatoa fursa kwa wachezaji wengine nao kuonekana na kurejesha ule utimamu wa kimwili na kuwa na match fitness. Na katika maelezo yangu hapa, mmoja wa wachezaji ambao tutawaweka pia katika mazungumzo yetu ni Joshua Mutale Okajefa pamoja na kijana huyu ambaye anacheza fullback ya kulia Duchu. Aliperform vizuri sana katika mchezo uliopita. Kamanda, nikianza kwako kwa Joshua Mutale, ulimuona kwenye mechi iliyopita dhidi ya wale vijana wale kutoka Moshi Arusha wale, alicheza vizuri na akafunga bao. Lakini Joshua Mutale, taarifa ambazo zipo kwa hivi sasa Kamanda Jeffrey, mwishoni mwa msimu huu Joshua Mutale anang'atuka ndani ya viunga vya wekundu wa Msimbazi. Pasi na shaka hii ni sawasawa kulingana na mwenendo wake ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Karibu kama. Yeah, of course, kama mtu upate nafasi serious player atatafuta sehemu ya kwenda kwa sababu anahitaji kucheza. Na Mutale sio mchezaji mbaya. Unajua kwenye football mchezaji anapotoka nchi moja kwenda nchi nyingine kucheza mpira na kaja labda kwenye sehemu ambako huko anakotoka alikuwa kwenye comfort zone, na hapa sehemu aliko hayuko kwenye comfort zone tena, ni hali ambayo inamuia vigumu sana. Of course katika hali ya kawaida mimi wanasema kila siku kwamba wachezaji hao unawaona wanasajiliwa na klabu kubwa. Naposema klabu kubwa na muktadha hapa Tanzania ni klabu 3, labda with the addition of a fourth one ambayo ni Singida United, lakini mimi huwa siwaoni kama wako serious kushindania ubingwa, ndio maana siwahesabu kama timu kubwa. Sasa katika hali ya kawaida hata wale wachezaji unaowaona wewe hawapati nafasi, uwezo wa kucheza na kuonyesha kitu wanao. Ni bahati mbaya kwamba imetokea labda wametanguliwa na wachezaji wengine kuingia kwenye first 11 na matokeo yake ni kwamba hakuna tena muda wa kuaccommodate. Kwa hiyo imeshindikana, hivyo inabidi aende sehemu nyingine. Watu wanapaswa kukumbuka Mutale alichofanya kuwavutia Simba kwenye mechi ambazo alicheza dhidi ya Simba akiwa na timu yake ambayo inashiriki ligi ya Zambia. Kamanda, hapo kabla hujaendelea, nimependa sana ulivyogusia hicho kitu na ni swali langu lilikuwa linafuata kwako. Sasa kabla ya kuendelea nataka niongezee kitu hapo. Huoni kwamba pia viongozi wa Simba walikurupuka kumsajili Joshua Mutale kwa sababu wamemuona tu kwenye mechi hiyo moja amekiwasha? Hapana, hakurupuka pia kwa sababu mkai performance za Mutale kwenye mechi dhidi ya Simba zilikuwa ni muendelezo wa performance bora
akiwa na timu yake. Kwa mfano kwenye ligi nadhani wakati Simba wanamsajili kwenye ligi alikuwa amefanya double figures kwenye magoli na kwenye assists. Nadhani alikuwa amehusika na karibu magoli kama 17 kama sio 15 kwenye ligi ya kwao. Na wakati Simba wanamsajili pia he was a national team player. Unajua Zambia ni timu serious sana kuliko hata timu yetu ya Taifa Stars kwa maana ya aina ya wachezaji waliopo. Kwa hiyo wewe unapopata nafasi kwenye timu ya taifa ya Zambia kwamba ni miongoni mwa wale 23 ambao wameitwa kwa ajili ya international assignment, inamaanisha wewe una kitu, kwa sababu Zambia unazungumzia watu ambao wanacheza hiyo position ya Mutale, wengi wako Europe, the likes of kina Patson Daka, kina Fashion Sakala na wengineo wengi tu ni European material. Ukiondoa hapo hamna wengine wako ligi ya South Africa. Kwa hiyo ukimwona mtu anacheza ligi ya ndani Zambia na bado anapata nafasi ya kucheza kwenye timu ya taifa, that's a good player. Lakini sasa shida ni kwamba amekuja hapa Tanzania since mechi yake ya kwanza nadhani alicheza vizuri sana. Alicheza kwenye Simba Day. Alicheza vizuri, lakini baada ya pale hajakuwa na muendelezo mzuri. Na unajua kwa bahati mbaya Mkai, ambacho sikubaliani na wewe kwenye kukurupuka, lakini naweza kuwa na maoni ambayo yanaelekea kufanana na yako kwenye kukurupuka, ni kwamba timu zetu huwa zinasajili wachezaji bila plan. Na huwezi kusema kwamba hiyo ni kukurupuka, ni kugambo tu kwamba bana huyu ni mchezaji mzuri kwa sababu alikuwa mzuri kwenye mazingira A, atakuwa mzuri pia kwenye mazingira B, without necessarily kuwaza kwamba kule kwenye mazingira A kulikuwa na nini ambacho wewe labda unaweza au hutoweza kukumpa. Kwa mfano hapa tunamuongelea Mutale, lakini tunaweza tukaongeza jina hapo la mtu kama Jean Baleke. Yanga walitegemea kwamba wanasajili striker mzuri, lakini it didn't work out kama walivyotaka, na matokeo yake ndani ya miezi mitano ama nusu msimu tayari. Sasa kamanda umetaja hapo kwamba viongozi wanasajili bila kuwa na malengo. Maana yake siku zote ukiweka malengo ya jambo fulani lazima utaliendea kwa ukubwa zaidi, utaweka mikakati sahihi, utafuatilia na mwisho siku ile jambo utalikamilisha. Lakini usipoweka malengo ambayo ni sahihi, ndio ile nasema sasa kwamba utakurupuka. Unajua kurupuka si kwamba ni tusi. Ni kama vile nimemwona kamanda Jeffrey kwenye mechi moja nikasema yes, hiki ni kifaa. Kumbe sijamtathmini vizuri kamanda Jeffrey. No, unajua pia ukiondoa kwa nini nimesema watu wanasajiliwa bila plan. Ni kwamba pia kuna case ya kuwa misprofile wachezaji. Kuwa misprofile wachezaji kwa mazingira gani? Mkai wewe ni winga. Attributes zako ndio hizo. Kwamba wewe ni winga, unahusika na magoli kwa maana ya kufunga na kuassist. Una mbio, unahitaji space mbele yako operate, lakini pia ni wachezaji wa aina gani wamekuzunguka? Ni prolific strikers wamekuzunguka, ni wachezaji wa kawaida ambao wanahitaji wewe utumie nguvu ya ziada kucheza nao, au mta click kwa pamoja vizuri? Hivi ndio vitu vya kuzingatia. Sasa ukiangalia kwa mfano case ya Mutale, unakumbuka dabi ya mwisho kwa mfano, nadhani alipata nafasi ya kwanza, sio? Na moja kati ya nafasi ambazo Simba walizipata ni kutokana na pasi yake. Kwa hiyo kuna vitu vinasuggest kwamba huyu ni mchezaji mzuri, anachohitaji ni kuwa accommodated. Sasa kwa bahati mbaya klabu kama Simba imemsajili huko ikiwa inategemea kwamba huyu mtu atakuja, kuna kitu wazungu wanakuambia to hit the ground running, kwamba wewe ukifika tu pale unaanza kuperform ghafla. Hapo wachezaji ambao walifanya hivyo, mtu kama Stefan Aziziki Yanga, mtu kama Fiston Mayele, mzungumzie Simba, Nikison, Chama, wanafika tu mambo kamanda. Kwa bahati mbaya unaweza ukakosa hiyo bahati, lakini pia unaweza ukaipata yakaja kutokea mbele ya safari. Kwa mfano nitakutolea mfano mwingine, Deborah Fernandez Mavambo alianza vizuri, lakini katikati ya safari akawa kwangu mimi haikuwa kushuka kiwango, lakini for whatever reason akawa hachezi. Na unajua ukiwa huchezi mechi mfululizo, yani kama wewe ulikuwa unaanza mechi 5 kwenye ligi na hauna injury yoyote, alafu ghafla tu wanaanza wengine katika msimu wako wa kwanza, hiyo haiwezi kuwa vizuri kwako, na obviously itaonekana kama umeshuka kiwango. Lakini sometimes Mkai unamsajili mchezaji, unawekeana malengo kabisa kwamba wewe utakaa hapa kwa miaka miwili,
najua kwamba mwaka wa kwanza huu utastruggle kwa njia moja au njia nyingine, lakini na kutengenezea mazingira ya wewe kupata nafasi ambayo itakujengea confidence na utaweza kunionyesha kile ambacho unacho. Kwa hiyo kwangu mimi Mutale ni mtu ambaye alikuwa anahitaji tu kucheza na kucheza kwa mazingira gani. Kocha awe anamwanzisha, kwa sababu siamini kama ikitokea kwa mfano Mutale akianza kwenye mechi 5 mfululizo ambazo ana average kucheza dakika 60, sidhani kama atashindwa kuperform. Lakini kinachotokea ni kwamba unakuta anaanza leo, zinapita mechi 3 ama 5 haanzi na hata kwenye hiyo ambayo anaanza pia anafanya magumashi tu uwanjani. Of course, manake ukipewa nafasi kamanda, inatakiwa ile nafasi uifanyie kazi vilivyo zaidi. Ndio maana nikakutolea mfano wa Deborah Fernandez kwamba alianza vizuri, lakini sasa hivi hata akiingia performance yake inakuwa na mashaka, kwa sababu kwanza confidence imeshuka. Unajua unapokuwa mchezaji na confidence ikishuka, yani unaweza kuonekana ni mchezaji wa ovyo kabisa. Mwangalie mtu kama Rasmus Højlund, sio mchezaji mbaya hivi. Inawezekana labda ile spotlight ya kuwa anacheza Manchester United ndio kitu ambacho wachezaji wengine wanahitaji mazingira ambayo ni less quiet, yani mazingira ya ukimya, utulivu. Labda kwa mfano angekuwa kwenye klabu kama Crystal Palace, labda hakuna zile stories za kila siku, watu wanamchambua, watu wanatoa takwimu zake, maybe angeperform. Lakini ile hali ya kucheza kwenye klabu kubwa kama Manchester United sio ya kila mtu, kwa sababu magoli kwa mfano anayofunga akiwa kwenye national team yake ya Denmark na magoli tuliyoona kwa mfano kwenye Champions League msimu uliopita vinasuggest kwamba huyu ni mchezaji. Sawa, anachohitaji ni yeye mwenyewe kujiamini, lakini kujiamini kunaanza na kuaminiwa. Kwa hiyo hata Mutale huko alipokuwa kwenye klabu yake, he was a key player. Yani watu wanamwangalia yeye, kwa bwana Mutale tunakuangalia wewe bwana, ndio ubebe maono yetu. Sasa amekuja Simba, ni mchezaji wa kawaida. Kwa hiyo adaptation ya kutoka kuwa star player katika timu yako na kuja kwenye timu ambayo wewe ni mchezaji mwingine kama wachezaji wote